Diamond hayuko top 10. Wasanii waliofanya vizuri 2025, Diamond hayuko top 10. Sio tu top 10, hayuko top 20. Diamond yupo katika wasanii 20. Hayuko. Leo nataka niwaambie kitu kimoja ambacho wa Nigeria huwa wanatufanyia ambacho sio fair sana kuhusu wasanii wetu. Ndio maana naomba sisi tukipata nafasi ya kusupport wasanii wetu, tuwasupport wasanii wetu. Diamond kuna orodha ya wasanii 25, Diamond yuko nafasi 22. Imeniuma sana. Na ni miongoni mwa wasanii ambao wamefanya vizuri 2025. Before ya kuelezea orodha, ngoja nimpongeze kwa show aliyoifanya. Bana, jana nimeona Diamond kafanya show yake, nafikiri ndo ya mwisho ya kufunga show before ya mwaka 2025, tunaanza 2026. Sasa show ya mwisho ya Diamond ameifanya kwenye tamasha la We Love Ya Festival ambalo lilifanyika Benin, nchini Benin, na tunajua walienda kuperform akina Tiwa Savage, mpaka kuna clip Tiwa Savage alikuwa analia stageini, ndio kwenye hilo tamasha la We Love Ya Festival ambalo liko Benin. Then Wizkid pia ka perform na baadhi ya wasanii East Africa. Diamond peke yake ndo alienda kuperform kwenye tamasha. So big shout sana my brother Diamond, na hiyo ndio show yako ya mwisho kubwa kabisa ya kimataifa. So hiyo ni hongera sana, na kitu ambacho lazima tujaribu kuambia wasanii, hii ndio faida ya kuwa na fan base kubwa nje ya taifa lako au loko. Na ndio maana nazungumza, hata mashabiki wataka kusupport, watakataa kusupport kwa sababu kama unafanya wewe mashabiki zako wako loko, huna power. Ndio maana Diamond unaweza kumuona anafanya show Bongo, anaweza kumaliza mwaka asifanye show Bongo sababu mashabiki wake ni wa kimataifa. Juzi nimeona story ya Ashake, baada ya mwaka mzima ndo karudi Nigeria, si ndio? Throughout the year yuko out of nchi yao. Maana yake ni kwamba anategemea mashabiki wa nje, sio lazima wa kwao, which is ni muhimu pia. Hatusemi kwamba sio muhimu, ni muhimu pia mashabiki wa nyumbani. So faida hiyo hapo, ndo maana Diamond anazunguka wala halalamiki na mtu kusema mambo ya show. Sasa mimi bwana, nimeona takwimu fulani wameandika top African artist of 2025. Wakaandika wasanii 25 wa mwaka 2025. Top, wameandika top. Kuna wasanii kama wasanii 25. Wasanii 25 ambao wamefanya vizuri 2025. Umeshanielewa bwana? Sasa katika orodha mimi nimemind sana kiukweli. Diamond wamemweka nafasi ya 22 Afrika. Nafasi ya 20. Sasa kabla ya kuwatajia orodha yao wasanii 25, kwanza nataka nikwambie wasanii ambao kuna orodha ambayo nilikuta sehemu wasanii waliopewa tuzo nyingi zaidi mpaka sasa hivi Afrika. Diamond yuko nafasi ya 1 2 3 4 5 6 7. Yuko nafasi ya 7 Afrika. Wasanii wenye tuzo nyingi. Ambao wameiupdate, si ndio? Wasanii wa kizazi hiki, kwa sababu Wizkid ndo anaongoza na tuzo 197, Davido ana tuzo 150, Sarkodie 121, Burna Boy 120, Shatawale Ghana 115, Stone Boy Ghana 105, 107, Diamond Platnumz Tanzania 101. Wizkid unafahamu ni Nigeria na 107. Davido Nigeria na 150. Sarkodie. Kwa nini nimetaja orodha? Nimetaja orodha wasanii wa hii generation ambao wana tuzo nyingi. Kwa sababu nikitaja overall kuna watu kama akina Angelina Kidjo huko ni hatari. Akina Black Coffee wana matuzo mengi sana. Hii ni hiki kizazi hiki cha wasanii, ndio maana wamewaweka hapa. So Diamond yuko nafasi ya 7 akiwa na tuzo 101 Afrika. Sasa katika orodha ya wasanii waliofanya vizuri 2025, orodha ya wasanii bora ambao wameorodhesha, wamemweka Davido nafasi ya kwanza. Burna Boy wakamweka nafasi ya 2, pia albamu yake tour, kuingia kwenye Grammy, unaelewa, kuendelea kufanya vizuri, kuendelea kutengeneza rekodi kubwa duniani, wameorodhesha hizo. Then wakamweka Wizkid namba 3, msanii ambaye amekuwa streamed zaidi Nigeria, lakini collab zake zilivyo push, collab alizofanya na wasanii zimekuwa kubwa sana, lakini pia kuingia kwenye matuzo ya Grammy, lakini pia umeorodhesha na documentary yake ile ambayo aliachia. Kama mnakumbuka documentary ya Wizkid ya Lagos ile aliachia. Hiyo ndio msanii namba 3. Davido namba 1, namba 2, namba 3. Sasa wakaendelea hapa. Wakasema msanii namba 4 Tyler. Hawajaandika chochote. Msanii namba 5 Ayra Starr, namba 6 Shay Vibes, namba 7 Rema, namba 8 Ashake, namba 9 Fola. Namba 10 Olamide. Namba 11
Adekule Gold, mnamfahamu. Namba 12 Young John. Namba 13 ni Wagudumodu. Namba 14 BNXN yule Buju. 15 Shalipopi. 16 Fido. 18 Ayo Mafi. 17 ndo Mafi. 18 Molly. 19 SARS. 19 20 Mavo. 21 Tiwa Savage. 22 Diamond Platnumz. 23 Black Sherif. 24 Lawrence Oyor. 25 Chela. Hizi ni takwimu za wa Nigeria. Ndio maana nakwambia wa Nigeria watafanya kila kitu kuonyesha wasanii wao ni wakubwa kuliko wasanii wengine, kuwa outshine wasanii wa mataifa mengine. Umeshaelewa bwana? Wataku outshine tu. Hao ndio wa Nigeria blaza. Sasa Diamond kapitwa na Tiwa Savage. Diamond kapitwa na Molly. Diamond kapitwa na Seras. Diamond kapitwa na Fido. Diamond kapitwa na BNXN. Diamond kapitwa na Ayo Mafi. Diamond kapitwa na Odumodu. Diamond kapitwa na Young Johnny. Diamond kapitwa na Adekule. Diamond kapitwa na Olamide. Hao tunikuorodheshe. Serious. Yaani kwa msanii alivyofanya event kubwa mwaka huu 2025, Diamond ameweka nafasi 22 I mean. Tour alizofanya mpaka Tiwa Savage mwenyewe akaadmit kasema hivi, why tunataja big 3 wakati kuna Diamond na kuna Rema? Kwa nini hakutaja big 25? Kasema tusio tunataja big 3, kuna Diamond, kuna Rema wanafanya mambo makubwa. Katika hilo big 3 ongozeni Diamond, ongezeni na Rema. Leo hiyo Tiwa Savage kampita Diamond. Tiwa Savage kaenda kuperform kwenye show ya Diamond ya London. Ndio Tiwa Savage kaenda kuperform kwenye show yake, Diamond alimwalika. Diamond kaenda Summer Jam. Diamond kafanya collabo na akina of course Aziziara, kafanya collabo na hii ya Afcon, kafanya collabo Trey Songs, Fabulous, kaenda Summer Jams, kaenda kwenye matukio mengi ambayo yalikuwa yanafanyika LA mwaka 2025. Achana na hayo, njoo kwenye matukio ambayo kafanya Afrika, zile show za matajiri ambao alikuwa anaenda Ghana, anaenda wapi? Hii ya Nigeria show ya Juma Jux, harusi yake alivyo trend na vitu kama hivyo. Then unamweka msanii yule nafasi 25 wakati kuna msanii ambaye yuko juu yake, yeye ndo alikuwa anamsifia Diamond. Ni vitu ambavyo haviwezi kukubalika. Yaani hiyo ndio sisi ndio maana tunazungumza, sisi tutengeneze platform zetu ambazo zitakuwa zinazungumzia wasanii wetu. Diamond kafanya vitu vikubwa sana 2025 my brother. 2025. So kiukweli mimi nimeangalia hizi takwimu nikasema yani wa Nigeria hao ndio ambao wanampongeza Diamond ikifika kule. Wasanii wa Nigeria, Davido, Diamond kaenda kwenye show yake Davido kule. Diamond yuko on fire my brother. Leo jumwambie mimi Diamond hayuko top 10. Sio tu top 10, hayuko top 20. Diamond yupo katika wasanii 20. Hayuko. Of course wa Nigeria wana influence, platform zao ni kubwa. Kwa hiyo wakiandika kitu maana yake dunia nzima inakimeza. Na hata ukiangalia wasanii wa South Africa, akina Scott Mafuma walivyotoa mapiano makubwa yale. Akina Focalistic, ngoma zilivyoenda za South Africa mapiano. Unataka kuniambia mimi msanii wa South Africa ni Tyler peke yake ambao ndo kafanya vizuri wakati kuna wasanii wametoa mapiano zimefanya vizuri? So kiukweli na nyinyi niambieni hapo tu maoni yako. Unahisi Diamond alikuwa hadeserve kukaa hata top 20? Anaweka nafasi 22. Kweli? Wewe angalia orodha hiyo hapo. Anakaa nafasi 22 kweli? Nipe na wewe maoni yako hapo.